Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo ikiwa ni tarehe 31 mwezi huu wa 7 mwaka huu 2026, tukiwa ndani ya Mikumi. Kichwa cha habari cha khutba yetu kinatuambia hii ndo kiboko ya viumbe wote. Tutazungumzia leo kiboko ya viumbe wote. Tukisema kiboko ya viumbe wote, tunakusudia umauti, almautu. Umauti ndio kiboko cha viumbe wote. Umauti ndio mwisho wa kila mwenye uhai. Umauti ndio njia pekee ya kukutana na Mola wetu Allah jalla fi ula. Almautu huwa الطريقة الوحيدة التي نلتقي بها إلى الله جل في علاه. Umauti ndo njia pekee ya sisi kukutana na Mola wetu, ndio njia pekee ya sisi kuelekea kwa Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu kwa ujumla. Allah alipotuumba akatuleta duniani, akamkadiria kila mmoja wetu muda wake wa kuishi hapa duniani, kisha akatuwekea kifo, akatuwekea umauti kama njia pekee ya kurejea kwake. Na laiti mwanadamu angekhiarishwa, laiti mwanadamu angelipewa option, njia nyingine mbadala ya kukutana na Mola wake, basi mwanadamu angeukimbia umauti na angechagua njia nyingine ya kuelekea kwa Mola wake na kukutana na Mola wake. Fama huwa almaut? Umauti ni nini sasa? Qala alulama, wanawachuoni wanatuambia almautu huwa alintiqalu min dari al-amali ay ad-dunya ila dari al-jazai ay al-akhirati. Umauti ni kile kitendo cha mtu kuhama maisha kwenda katika maisha mengine. Hii ndo maana ya umauti. Umauti ni kutoka pahala kwenda pahala pengine. Umauti ni kutoka katika maisha ya dunia kwenda katika maisha ya barzakh, kwenda katika maisha ya akhera. Hii ndo umauti maana yake kwa ujumla. Almautu la ya'rifu saghiran au kabira. Na katika maajabu ya umauti, umauti hauna huruma. Umauti haumjui mtoto mdogo au mtu mzima. Almautu la ya'rifu dhakaran au untha. Umauti haumjui mwanaume au mwanamke. Almautu la ya'rifu maridan au sahiha. Umauti haumjui
mgonjwa au aliye mzima. Almautu la ya'rifu faqiran au ghaniya, umauti ndugu zangu haumjui fakiri, maskini, hata tajiri, umauti haumtambui. Almautu la ya'rifu hakiman au mahkuma, umauti haumjui kiongozi au anayeongozwa. Almautu la ya'rifu waziran au raisa, umauti haumjui mheshimiwa waziri au mheshimiwa raisi. Umauti ukishawadia haumjui mtu yeyote katika hao, bali umauti unakuja kumfyeka na kumbeba mazima mmoja wetu na kumpeleka kwa Allah jalla fi ula. Anasema mmoja ya wanawachuoni, almautu babun wa kullu nnasi dakhiluhu, umauti ni mlango na kila mmoja wetu lazima apite katika mlango huo. Almautu ka'sun wa kullu nnasi sharibuhu, umauti ni kikombe na kila mmoja wetu lazima anywe kwa kikombe hicho, lazima anywe katika kikombe hicho. Ya laita shi'ri ba'da al-mauti maddaru, ishu hapa ni jambo moja. Kila mmoja wetu anatamani kujua jambo moja, baada ya umauti ya kila mmoja wetu mafikio yake yatakuwa wapi? Nyumba yake itakuwa ipi? Ad-daru dari na'imin, ad-daru daru na'imin, wa in khalafta fannaru. Ndugu zangu, makazi siku ya Kiyama ni mawili tu, nyumba huko ni mbili tu, na makundi ni mawili tu. Allah anasema fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kundi litakuwa ni katika watu wa peponi na kundi lengine ni katika watu wa motoni. Makundi ni mawili, ama uwe katika kundi la watu wa peponi au kundi la watu wa motoni. Sasa nyumba ya peponi ni nyumba iliyojaa neema za hali ya juu ndani yake, ikiwa tangia duniani umeamua kuijenga mapema nyumba yako, na ikiwa utakwenda kinyume na matakwa ya Mola wako, mafundisho ya Mola wako na radhi za Mola wako na ibada ambayo ndio lengo kuu la sisi kuumbwa, basi ukae ukifahamu ya kuwa nyumba yako itakuwa ni ya motoni. Kishki TV, nuru ya dini yako.